Mimi nina imani kubwa msikilizaji, kwani mpaka hapa kuna vingi sana umejifunza hakika kuhusu maisha toka mwanzo tulipokuwa tumeanza mkasa huu wa ndugu yetu anaitwa Tunu. Tunu anasema haya ni maamuzi ambayo nimeyafanya. Ni kweli hata nisingekuwa na Jonathan, mimi ni mwanamke ambaye ningejifili nimepoteza kitu cha thamani sana katika maisha yangu. Nafasi ya kukaa karibu au kutengeneza mahusiano na Jonathan, najifeel furaha sana. Lakini najua hii ni vita kubwa sana kati ya mimi pamoja na mamake. Tunu anasema maneno makali sana mamake na Jonathan alinitamkia na kuijutia ile siku aliyokutana na mimi, akisema na ilani ile siku niliyokutana na wewe, maana ndio siku ambayo nilimkaribisha ibilisi, shetani mkubwa katika familia. Sijui, sina chochote naweza nikamwambia mama kwa sasa hivi, kwa sababu ni mwanamke ambaye amejawa na jaziba, huku akinisisitiza kuna siku nayo utakuwa mama. Hiki ambacho mimi ninajisikia na wewe siku moja utajisikia. Umeshindwa kuvaa viatu vyangu, umeshindwa kunionea huruma mimi na kuniacha niishi kwa amani, lakini umeamua kuniumiza. Ni kweli najua kitu ambacho mamake na Jonathan anakipitia ni kitu kinachomuumiza sana. Najua hiki ni kitu ambacho hata akishia na familia wengi watapinga mahusiano yetu kwa sababu ndugu yao ni mzima na mimi nina tatizo. Tunu anasema mama alinisema kwa mengi, tena akiniambia na mengine ambayo sio mazuri. Muda wote nilikuwa namwambia tu mama nisamee, mama nisamee, maana ananiambia sitaki kusikia msamaha wako, huku akiendelea kuniambia maneno makali sana. Lakini mimi nilimwambia mama, kwani hili tatizo nimesababishwa na nani? Ni Kevin kijana wako. Akaniambia si kwa sababu ya uhuni wako. Yani wewe ufanye huko uhuni wako, wewe uhangaike na wanaume, uje uhangaike na Kevin, na still tena unataka kuwa na mwanangu tena. Hivi wewe ujioni aibu? Nafsi yako haikusuti na unasimama hapo una ujasiri eti kusema ugonjwa umetoka kwa mwanangu? Unajisikiaje kutoka na mtu na mdogo wake? Unaona ni fahari? Nijibu, unaona ni fahari? Maana wakati mwingine naweza nikahukumiwa mimi, lakini hebu wakati mwingine ukae uwaze hii picha ipoje. Huyu mama alinitamkia maneno mabaya sana, huku akiniambia sitapata hata punji ya furaha katika mahusiano ya yeye na mtoto wake. Hayakuwa mazungumzo mazuri, hakukuwa na maelewano mazuri, hakukuwa na sababu ya kuendelea kusikiliza maneno ya kuumiza moyo. Kiukweli maneno ya huyu mama yalichoma moyo wangu sana na nililia sana. Jonathan amekuwa akitamani mimi pamoja na mama yake tuelewane, na hii ni shauku yake kubwa sana. Na Jonathan yeye amesimama katika msimamo mmoja, akimwambia mama mimi ndiye nayeoa. Wewe mama utabaki mama kwangu, tena wa thamani sana, lakini kwenye masuala ya nani ananifaa kuishi naye, mama mimi ninakumbuka sentensi ya kwanza ulioniambia, huyu ni mwanamke sahihi kwangu, na mimi niliifili hiyo ndani yangu. Magonjwa hayawezi kuwa sababu ya kutengana yakawa sababu ya sisi kutengana. Huyu mama anaamini mtoto wake hayuko nomo na pengine amechezewa akili yake. Yani kuna namna, kama sio uchawi, kuna namna haiko sawa. Tunu anasema Kevin alinitafuta na alinitafuta kwa njia ya simu, akiniomba sana tuonane. Na mimi nikamwambia Kevin, mimi unajua siwezi kuonana na wewe. Hii ni sentensi nakwambia tena, toka nilipoanza kumpenda kaka yako na mahusiano yetu, mimi siwezi kukutana na wewe Kevin. Sio kwamba kwa sababu sija kusamehe au hatujasameheana, tumesameheana. Lakini kama kuna chochote unaweza kuzungumza, unaweza kuzungumza kwenye simu, inatosha. Akaniambia na kuelewa, ni sawa, nilikuwa natamani sana tuonane. It's okay, naweza nikaongea tu na wewe kwenye simu kama hautajali. Nikamwambia wala usijali. Akaniambia Kevin, haya maneno Tunu, sitaki kurejea tena na kukwambia maneno ya kukuudhi, kwa sababu mimi na wewe tulishaongea na tulishatengeneza.
kakaangu Jonathan alinisii sana tutengeneze, na sikuwaza kama kuna siku kakaangu anaweza akataka kuendeleza mahusiano na kati anajua tatizo lako. Sizungumzi hivyo kwa sababu sitaki, lakini nazungumza hivi kwa sababu namuonea huruma mama katika situation ambayo anapitia sasa hivi. Najua ulikuja kwenye maisha yetu kwa nia njema. Kilichotokea umenisamehe, tumesameheana, lakini naomba mtazame mamangu ambaye anaugua moyo wake usiku na mchana. Nikamwambia, Kevin, wewe ulikuwa unatamani mimi nifanye nini? Nimkatae Jonathan na nianze maisha yangu? Lakini sisi ni watu ambao tunapendana. Tumeshaenda kumwona daktari, ametueleza njia sahihi za kuweza kuishi salama. Sijajua una maoni gani wewe binafsi zaidi ya hayo ambayo unayazungumza kuhusu mama yako. Najua na wewe utaingia kwenye mahusiano. Sijajua utatafuta mtu mwenye tatizo kama wewe, au unaweza kubahatika ukakutana na mtu ambaye amekupenda na hana tatizo. Yeye akaniambia siwezi kuruhusu kwa sasa hivi kuwa na mwanamke ambaye hana tatizo. Nitahakikisha napata mwanamke ambaye ana tatizo. Wote tuko na matatizo ili tuendelee kutunza afya zetu. Siwezi kufanya kama hicho ambacho umefanya. Nikamwambia okay. Kwa hiyo unataka kuniambia natakiwa niachane na Jonathan kwa sababu mimi na tatizo na yeye hana tatizo? Akasema naamini bado hujachelewa kwa sababu hiki ni kitu ambacho kiko mikononi mwako. Nikamwambia yani mpaka nimeconclude kufanya hayo maamuzi na maanisha na tumeshaelewana na namlinda Jonathan katika hali zote. Nikuhakikishie anaweza akapoteza maisha kwa magonjwa mengine, lakini sio ukimwi, maana nitamlinda kwa mazingira yote. Tunu anasema mazungumzo kati ya mimi na Kevin ina maana Kevin yeye hakubaliani na hiki ambacho anakiona. Na Jonathan ananiambia kuna watu hawawezi kutuelewa, lakini sisi tukijielewa inatosha. Yes, sisi tukijielewa inatosha. Hiyo imeniingia akilini sana. Na nimechagua furaha. Na sasa nataka niishi furaha. Jonathan anaamini katika kuwapa watu muda. Ndio, wakati mwingine tunyamaze kimya. Tuache muda uzungumze. Kwa hiyo ahadi ambayo nilimpa Kevin naamini inatosha sana. Na hata mama pia nilimwambia itokee Mungu anaruhusu maradhi mengine kwa mtoto wake, lakini ninamhakikishia 100% nitamlinda Jonathan na huo ugonjwa kama ataupata sio kutoka kwangu, maana nitamlinda na kuhakikisha anakuwa salama kwa elimu ambayo nimepata kutoka kwa wataalamu wa afya. Sasa mimi nimechagua furaha, kwa hiyo kelele nyingi sasa hivi hazina nafasi sana kwangu. Tunazidi kupendana sana. Nimerejea kazini. Yani ninapata muda mwingi sana sasa kukutana na Jonathan. Na Jonathan anapenda kusema mimi sikuwahi kukuacha wewe. Yani hatujawahi kuachana, tulipeana tu break kidogo. So tunaendeleza furaha yetu. Tuna elimu pana kuhusu mambo ya mahusiano, yani ya watu wenye changamoto kama ya kwangu na kwa mwenzangu. Kwa tulianza kuhakikisha tunazidi kulindana. Nikizungumza hivyo unanielewa Na alikuwa salama, endi nikawa salama. Tulikaa hivyo tangu tumeanza sasa, naweza nikasema rasmi mahusiano. Nikizungumza hivyo naelewa. Kuna mtu amenielewa, si ndio? Rasmi mahusiano. Sasa haya mahusiano ni zaidi ya mahusiano ya kuongea. Kumbuka haya ni mahusiano yalikuwa ya kuongea. Tumepiga hatua kidogo jamani. Tumesogea kidogo. Sasa katika kusogea kwetu tulikuwa na muda na kila kitu kiko okay. Kila kitu kiko sawa. Jamani, mama mkwe wangu pressure itamuua. Roho itamtoka huyu mama. Akiniamulia siku na message
ni waraka. Waraka zinatumwa nakwambia. Sirudishi chochote, maana tuliamua kunyamaza. Siku kaniamulia na nipigia, sijawahi kuacha kupokea simu ya huyo mama, nitaipokea. Atanichamba, nitachamba, nakwambia nitapewa laana kama zote. Jonathan anaamini katika muda. Acha ya mambo, muda utazungumza. Tumezidi kutulia. Nimekubali vichambo vyote. Mimi mwanamke mbaya, nina ukimwi, niliupata kwa uzinzi wangu, sikuwa nimetulia. Leo nataka nimwamkize mtu ana hatia. Wewe nikwambie, najuta siku nilikutana na wewe. Kila aina ya maneno ambayo nilisikia hayakunisumbua tena. Nini nafanya? Naishi maisha mazuri sana. Na hadi sasa namuona anaheri yule ambaye amechukua hatua na kupima afya yake. Nimejifunza sana. Ni heri uchukue hatua kupima afya yako na ukajua afya yako, kuliko kuishi kwa hofu. Sasa mimi naishi kwa matumaini ya furaha. Nataka nikwambie, ninakula vizuri, napata muda mzuri wa kupumzika. Sasa hivi pia nimezingatia mazoezi madogo. Ninafurahia kila siku Mungu anayonipa ya kuishi. Yani nimechagua maisha ya furaha. Na zaidi sana nina mwanaume ambaye ananipenda sana, alafu na mimi nampenda. Katika vyote ambavyo vinanipa furaha, na huyu pia ni sehemu ya maisha yangu. Sasa nimepunguza ukali. Jamani, nilikuwa mkali sana. Sijajua matatizo kama haya na ukali vinaingiliana vipi. Lakini mimi nili-experience ukali. Yani mkali. Lakini nataka nikwambie sasa hivi nimecool. Nimekubali na naishi maisha ya furaha. Mimi sio mkali. Ni mtu wa kusikiliza, ambacho naona hakinifai kupokea na tabasamu na kitupa kule. Naendelea na maisha yangu. Ni nini kingine nataka? Mungu amenipendelea mimi sana. Sana. Lakini mimi ni yule ambaye nilikaa mbali na ibada. Mimi ni yule mwanamke ambaye nilienda kanisani na nikapigwa za uso. Maana nilipigwa za uso. Unapigwa za uso, unachukia kanisa, unachukia mchungaji, wazee wa kanisa, unaona wote wabaya. Ndio ilivyokuwa kwangu. Hakuna mtu nilimnenea mema. Yani kuanzia mchungaji mpaka wote. Ukiniuliza kwa nini? Ni kwa sababu nimeenda pale, nimeumizwa pale. Na aliyeniumiza ni nani? Ni mtu mmoja. Eti kwa sababu alikuwa yuko hapo madhabahuni anaimba, anafanya nini? Kwa hiyo nasema, kumbe huyu yuko hapa na anaharibu watu, na watu wanamwacha tu anaharibu watu. Nikachukia kanisa. Sikuenda tena kanisani. Sikuwa na muda tena wa kuomba. Eti sijui nimeamka, sijui niseme Mungu nashukuru. Nguvu hizo sina. Yani na kwenye hilo eneo shetani ni kama yani sio kama, nilifunikwa kabisa kifudifudi. Chochote ninachofanya ili mradi kumekucha, kumepambazuka, I don't care. Yani naona na sababu gani kumuomba Mungu? Na muomba kwa kipi? Ninamshukuru Mungu kwa kipi? Wana mtu ananiambia shukuru kwa kila jambo, ila kwa huu muda ninamshukuru Mungu kwa kila jambo. Na nikisema namshukuru Mungu kwa kila jambo, ninaifeel kwamba Mungu asante. Hata sasa wewe bado ni Mungu kwangu. Kitu ambacho sikuwa nacho katika kipindi cha uchungu, katika kipindi cha chuki, katika kipindi cha kisasi. Nimeachilia. Na furaha nilokuwa nayo na amani nilokuwa nayo hata haielezeki. Lakini ninaona Mungu amenipendelea sana. Pamoja kwamba nilikaa mbali na kanisa, pamoja kwamba niliacha vyote yani, lakini bado Mungu ameendelea kuwa Mungu kwangu. Amenipendelea sana. Amenijaza amani nilokuwa nayo. Na nilianza kwenda kanisani kwetu. Nazungumza nikisema kanisani kwetu, ina maana kanisa ambalo nimekulia, kanisa ambalo nimelelewa, kanisa ambalo wazazi wangu pia wamekuwa kiabudu hapo. Kwa hiyo nikaanza kwenda huko na kuzidi kumshukuru Mungu airejeshe hali ya ibada ndani yangu ambayo ilikuwepo na imetoweka. Na hii kanifundisha kitu kimoja kikubwa sana katika maisha haya. Mahali
pa ibada, nyumba za ibada. Nyumba za ibada ni nyumba za ibada. Mimi kwa mfano ukiniuliza, nilikuwa nikienda kanisani. Nilivyokuwa nikienda kanisani nilivutiwa na praise team. Sijui wewe unaenda kanisani unavutiwa na nini? Unaenda kwenye nyumba ya ibada, nini kinachokuvutia? Mimi nilikuwa nikienda nikiona namna vile praise team wanaimba, ninajisikia furaha. Huo muda ni muda ambao naweza nikasema najiambatanisha sana kwa sababu unafurahia. Nilizidi kuwapenda wale wanavyoimba, lakini nilimpenda Kevin. Hapo nikiwa mimi ni mshirika tu. Tunu wanasema nikazidi kumpenda Kevin. Na nilimpenda kwa sababu nilisikia sauti yake. Unajua watu wanakuwa wako mbele pale, wewe unakuwa unaenda, pengine unaweza kukaa nyuma, sio rahisi kumuona mtu kwa haraka, lakini nataka kukuambia sauti yake ilipenya ndani yangu. Na nilianza kuipenda sauti yake. Nilimuona ni mkaka very handsome, yani smart, anaongea, ana utulivu, yani nikamuelewa. Nilijikuta naendelea kupata nguvu za kuja ibada kwa ajili ya praise. Nimeona yule kaka. Vipi? Na wewe kuna kitu kinakuvutia unavyoenda kwa nyumba za ibada? Ni nani anakuvutia? Kuna mtu anakuvutia hapo. Mwisho wa siku na mimi nikatamani kuingia praise team. Lakini nikiamini nitakuwa karibu na huyu mtu na huenda nikapata nafasi. Mbona kaka nampenda sana mpaka nachanganyikiwa. Tunu anasema nimejifunza kwangu hivi vitu sana. Nyumba ya ibada ni mahali ambako tunakutana na kumwabudu Mungu. Ukiona unaenda kwenye nyumba ya ibada ni kwa sababu unataka ukapate connection ya biashara, kwa sababu unataka ukapate connection ya ndoa. Unajua kwenye lile kanisa lile lina mahb sana. Kuna wanaume wasomi sana pale. Nikienda kusali pale lazima na mimi nitapata wa kwangu. Nitapata wewe. Nishinde kupata mimi nitapata tu pale. Unaamua kurudi nyumbani kwa Mungu ukiamini kwa Mungu kuna watu ambao na wao wako pale, wapendwa wenzio, kwamba ndio utapata mume sahihi. Nani amekwambia kwamba ukienda kwenye nyumba za ibada ndio unakutana na mume sahihi? Nani amekwambia ukienda kwenye nyumba za ibada ndio utakutana na binti ambaye anaweza kawa wife material? Nani amekwambia? Nilivyofika pale nilimkuta yule msichana anaabudu na kuambia anabubujika kwa machozi. Hakika huyu atakuwa wife material, kwa sababu ulimkuta anabubujika kwa machozi kwa kuomba kwake vile. Unaona kwamba ndio anaweza kawa ni mwanamke sahihi kwako. Vipi kwa mfano kama vile anavyobubujika kwa maombi, kuna kitu kiko ndani yake kinamsumbua na anaenda mbele za Mungu, Mungu amkumbuke kwenye maombi yake? Ulishawahi kuwaza hivyo? Tunu anasema nimejifunza watu wengi kwenye nyumba za ibada wana matatizo. Watu wengi wana bidii. Unamkuta leo yuko hapa, kesho kaamka anaenda kwa huyu mchungaji, kesho kwa nabii, kwa mtume, kesho kaenda kwa shehe, kesho kaenda kwa nani. Lazima kuna jambo linalomhangaisha na anautafuta uso wa Mungu. Unalijua ni jambo gani? Tunu anasema leo ukiniuliza mimi natamani kupaza sauti kumwambia kila mtu anaenda nyumbani mwa Bwana aende kanisani au kwenye nyumba za ibada kwenda kuabudu Mungu na arudi nyumbani. Kama unazungumza habari za connection ya biashara, kama Mungu amekusudia ukutane na mtu sahihi church, utakutana naye. Lakini lisiwe kusudio lako kwamba unaenda ili ukutane na business partner. Wako matapeli kwenye nyumba za ibada. Unajua hiyo? Nani amekwambia ukikutana na mwanaume kwenye nyumba ya ibada hawezi kukuumiza, hawezi akakutumia na akakudampo? Tunu anasema mimi mtu kanitumia na akanidampo. Tunu anasema mimi kwangu nimejifunza pakubwa sana. Na wewe chukue hii kutoka kwangu na ibebe kutoka kwangu, na anza sasa kwenda kwenye nyumba za ibada ukimfuata Mungu pekee. Ukienda kuabudu pekee, yani hicho ndicho kikupeleke kwenye nyumba ya ibada na sio vinginevyo. Tunu anasema nimejifunza pia kitu kingine kuhusu
watu ambao wana vipawa. Ana kipawa cha kuhubiri, ana kipawa cha kuimba, ana kipawa cha kupiga gitaa, ana kipawa ambacho kinafanya watu wakaonekana. Ana kipawa ambacho kikawafanya watu wakamuona. Tunu anasema hii mimi nimejifunza sana. Nataka nikwambie, unaweza ukavutiwa na mtu kwa kipawa alichokuwa nacho. Ukahisi kama unampenda, lakini kumbe kinachokuvuta ni kile kitu ambacho yuko nacho. Tunu anasema hii nimekuja kujua baadaye. Kumbe watu wenye vipawa waga wana mvuto kwenye vile vitu vyao. Mtu kwa mfano anaimba. Unaweza ukavutiwa na ukahisi kama unampenda kimahusiano, lakini kumbe ni vile anavyoimba anakuvuta. Ndio maana unakuta watu wengi wenye vipawa wanapendwa na watu wengi sana. Na kama yeye mwenye kipawa hatagundua kwamba kupendwa na hawa watu, napendwa kwa sababu ya kipaji changu, ya kipawa changu, lakini kikiondoka hawa watu hawatanipenda tena. Sasa kama ndo na mtu na wewe huna huo uelewa, ina maana unaweza ukaamini wanawake wote hao wanaokupenda ni wako na wote wao ukutana nao kimahusiano, na usimwache yeyote. Na ukiamini kwamba wanakupenda, kumbe wanakipenda ulichokuwa nacho, na siku kikiondoka hakuna atakayesalia hapo, hakuna atakaye kupenda tena. Tunu anasema unapoenda kwenye nyumba ya ibada tazama sana church boys. Tunu anasema mimi Kevin nilikuwa napenda kumwita church boy kwa sababu kulikuwepo pia na wengine vijana. Ogopa, sio wote, lakini nataka nikukuthibitishie, ogopa. Yani usiingie kichwa. Tunu anasema mimi nimeiona na nakuthibitishia. Kuwa makini sana. Umeenda church, kuna kijana analeta proposal kwako msichana, kuwa makini sana. Usikurupuke. Usihisi kama ndo umemjua sana, ndo umeanza kumwamini sana. Kama anakupenda, mpe taratibu zako. Mpe utaratibu wa kikanisa, wa kihuduma yenu. Mwambie utaratibu kwa 1 2 3. Usije ukaja ukashtuka ukakuta kuna wenzako hata 5 6 church boy kashapita nao. Unashtuka kumekucha. Tunu anasema kuna msichana anaweza elewa hiki ninachokisema. Maana pengine kuna kijana hapo church alimpromise kumuoa na mwisho wa siku ikabaki story tu, na mambo yakawa yameishia hapo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Tunu. Tunu anasema mimi sasa nimechagua furaha na siku zilizidi kusonga mbele. Mimi nilipata ujauzito kabla hatujaingia kwenye ndoa, kwa sababu kufunga ndoa kwetu ilikuwa ni changamoto sana, na hasa mama yake ambaye yani alisimama kuhakikisha na kusema hicho kitu hakipo. Kwa mimi nilipata ujauzito, na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anapata ujauzito. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha sana kwa Jonathan. Na hicho ni kitu ambacho mama alikuwa anasema, yani mimi niletewe wajukuu wagonjwa. Yani leo mimi niletewe wajukuu wagonjwa. Kweli ni raha gani, kuna furaha gani kuanza kumlea mtoto angali mdogo anaya magonjwa, mbona wanataka kutesa watoto? Yani hicho ndicho ambacho kitu mama bado alikuwa anaendelea kusisitiza, na chuki akaendelea kuzipanda siku zinavyozidi kwenda. Lakini nini nataka kusema? Tunu anasema Mungu amenipendelea. Yani itoshe kusema Mungu amenipendelea. Nilizidi kuhakikisha ninafuata taratibu za kitabibu, ushauri wa madaktari. Naamini kwa wale ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi na wanajua taratibu ambazo zinapaswa. Na ndio maana nakwambia unaheri wewe ambaye kabla kushika ujauzito ukawa umeijua afya yako kabisa, kwa sababu una nafasi nzuri sana katika kipindi cha ujauzito wako
mpaka kujifungua, kutokana na elimu na maarifa mbalimbali ambayo utayapata kwa kupitia wahudumu wa afya. Kwa mimi najua kwamba nina hilo tatizo, kwa hiyo hadi mimba inaingia niko chini ya uangalizi wa madaktari, na hata sasa siku zimezidi kusogea mbele, na nina uhakika Mungu atanijalia na atajifungua watoto wangu wakiwa wazima wa afya njema. Haya basi, tuko hapa msikilizaji, na tupo kukamilisha mkasa wa ndugu yetu anaitwa Tunu. Tunu anasema, basi niseme nini zaidi ya kumshukuru Mungu kwa upendeleo huu. Miezi 9 ilifika na niko chini ya uangalizi wa madaktari, na Mungu alinijalia nami nikajifungua mtoto wa kike. Hili ni jambo la baraka na la furaha sana. Sasa mimi hatuna maelewano na mama mkwe, muda sasa umepita kutokana na situation ambayo nimekueleza, na sisi tuliendelea, na ilikuwa furaha sana kwa Jonathan. Mama akapata taarifa nilivyokuwa nimepelekwa hospitali, nimejifungua mtoto. Mama amepata taarifa, mama aligoma kuja, yani kasimama hapo, na tulikuwa tumekubaliana na Jonathan tuendelee kuwa na muda wa kutosha, tumwache mama kwanza, kwa sababu hatuwezi kufunga ndoa katika situation kama hii. Tunu anasema mpaka nikarejea nyumbani, yani nyumbani kwetu sisi, na ndugu zangu wakawa wanaendelea kunitazama, lakini kuna maelekezo kwa mama ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi baada ya kujifungua, namna ya kuishi yeye pamoja na mtoto wake, na kuwa mwangalifu na kufuatilia kila ambacho unaambiwa, ili usije ukasababisha matatizo kwa mtoto. Kwa hiyo mtoto wangu alizaliwa akiwa hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nimejifungua mtoto mzima wa afya njema kabisa. Lakini kuna elimu ambayo endapo mama hata zingatia anachoambiwa na wataalamu wa afya, huenda siku anavyokuwa akienda kumrejesha mtoto na kupimwa, mtoto akakutwa ana tatizo. Na hizi ni kesi ambazo zinatokea kwa wamama ambao wanakuwa hawazingatii sheria au utaratibu ambao wanaambiwa. Kwa hiyo nilikuwa nikikumbushwa, na hiki ni kitu ambacho nimekuwa nikikiishi kuhakikisha ninamlinda mtoto wangu. Tunu anasema ndipo ambapo mwanangu alikuwa amefikisha kama wiki 3 hivi, nikiwa niko hapa nyumbani, ndio mama mkwe akaja. Mama mkwe akaja hapa nyumbani, na alikuja na Jonathan. Alikuja ameniletea sabuni kwenye ndoo, ameniletea vitu tu kaleta. Nikafurahi sana kumuona mama, kwa sababu unajua mimi sina chuki na mama. Yani simchuki, nampenda sana. Nakumbuka tumekuwa marafiki sana. Kwa hiyo sikumpokea kwa kinyonge, nilimpokea na nikamwambia, mama, mjukuu wako ni mzima wa afya. Nakupa nafasi umchukue, tafuta daktari yote kampime. Hana tatizo lolote. Na hata kijana wako mama hana shida yoyote. Ni wazima wote wa afya. Na bado nakumbuka mama hadi nilokuambia nitawalinda hawa watu, na kuhakikisha wanakuwa na furaha na afya njema. Mama alimwangalia mjukuu wake, na akawa anamwambia mtoto wake, ni mwenyewe, yani kwamba amekuja kumwangalia vimikono, vimiguu, yani mama ana visa. Naona kasema ngoja nikaangalie ni mtoto wetu au vipi. Lakini simchuki, ni mama na nampenda tu. Kwa hiyo achunguze anavyochunguza, yani sina shida, kwa sababu naamini kwamba huyu ni mtoto wao. Kwa mama alituletea vitu, akamwona mtoto wake, wala hakuwa amenichangamkia, yani hivyo, lakini aliondoka. Lakini mimi kwangu niliona ni jambo la muujiza sana, hata kwa mama kuja kumuona mtoto, kwa sababu hata maneno aliyokuwa anatamka yalikuwa sio maneno mazuri kwa mama kutamka kwa kijana wake au kutamka kwangu. Lakini Mungu akipanga jambo lake, nani anaweza kazuia jamani? Ndio Mungu kashapanga, yani jamani. Mimi ni wa Jonathan ni wa mimi.
yani hakuna cha kuzuia mpaka sasa hivi. Na Jonathan alikuwa anasema tunapaswa kuendelea kumpa muda mama. Na unajua mama ni mama ambaye hatuwezi kusema sana, lakini mama uelewa wake ni wa taratibu sana. Asa mimi namjua mama yangu, yani uelewa wake unachukua taratibu mpaka jambo aje alielewe na alikubali. Lakini hii ni dalili njema, si ndio? Nikaambia kabisa ni dalili njema, na nimefurahi sana kwa kweli. Kwa mama kuja kumuona mjukuu wake ilikuwa jambo la furaha kweli. Nasisitiza tena, mimi nipo karibu sana na wataalamu wa masuala ya afya kuhakikisha naendelea kupata elimu na kuendelea kumlinda mtoto wangu. Tulikuwa na furaha sana. Lakini nyakati zote mimi niko nyumbani, ina maana Jonathan anakuja nyumbani. Tatoka nyumbani mpaka atakapoolewa, jamani, mpaka atakapoolewa. Hapa nyumbani tu kuna vyumba vya kutosha. Sina sababu ya kuhangaika kwenda kupanga. Watu wanapanga kwa sababu kwa umbali wametoka mikoani huko, si ndio? Watu wanapanga, wanakaa huko mbali na sehemu wanazofanyia kazi. Mimi hapa niko nyumbani. Watu wanasema mtu mzima huyu anakuambia nakaaga kwao. Mimi nakaa, sina shida yote. Kwanza tuko mjini, tuna shida gani sisi? Nyumba kubwa hapa ilijengwa, tuna shida yote. Vyumba viko vya kutosha. Kama hapa mimi niko na mtoto wangu, chumba ni kikubwa kabisa hapa, kina maliwato ndani, safi. Niko hapa chumba changu tena nilikitengeneza, kipo kisasa kabisa. Niko hapa. Siku nitakapoolewa ndo nitakapotoka hapa, na nitakuwa naenda kwenye mji wangu kwa mume wangu, jamani, kipenzi changu Jonathan. Sasa sisi ni watu wenye furaha. Mtoto wetu pia ameongeza furaha sana. Mama alikuja kumuona tena mjukuu wake, na safari hii alinipigia simu na kuja kumuona mjukuu wangu. Nikamwambia sawa, na mimi basi si unajua tena mama nakuja. Nikamwandalia chakula anachokipenda mama. Akaja kumuona mjukuu wake, amemletea zawadi, na nikamwambia mama, nimekupikia chakula unachokipenda. Akafanya nikamwambia ndio mama, na nilimisi sana mama tule chakula pamoja. Iko hivyo yani, lakini niliona tabasamu la mama kwa mbali. Tulikaa tukala chakula pamoja. Nikamwambia basi mama, nakumbuka muda sana. Unakumbuka mama vile ambavyo nilikuwa natoka church na kuja tunapika tunakula? Akasema nakumbuka. Nikamwambia unaona mama, nimekumisi sana. Nimemisi sana muda kuwa na wewe. Akaniambia na mimi pia. Katoto kaka nazidi kunenepa. Nikamwambia mama, kanazidi kunenepa. Akaniambia lakini unasikiliza mashauri ya daktari. Nimeambiwa wakati wengine watoto wanazaliwa akiwa wana shida, afu baadaye unakuta unaenda kumpima anakuwa na shida. Nikamwambia mama, ninamlinda huyo mtoto kuliko kitu chochote kile. Sio yeye tu, hata Jonathan. Ninawalinda hao watu kuliko kitu chochote mama. Maana naamini hilo ni Mungu amenipa hilo jukumu, na lazima nihakikishe mama wako salama. Si unakumbuka mama, nilikuahidi kama Mungu ataleta shida kwa Jonathan, iwe shida nyingine, lakini sio shida ambayo itatoka kwangu kwenda kwake. Ugonjwa hautakuwa umetoka kwangu. Nitamlinda mama. Mama akaniambia nielezee, maana yule daktari aliniambia sikuelewa. Kwa hiyo mnafanyaje? Hata nilicheka. Nikamwambia mama, yuko nielezee. Yaani nielezee inakuwaje mtu ambaye ana maambukizi na mwingine hana maambukizi eti wanakutana kimwili mpaka mmoja anapata ujauzito. Yaani inakuwaje na wakati watu wanapokutana kimwili inaweza ikaleta inaweza ikaleta magonjwa. Nikamwambia ni kweli mama unavyosema, lakini hivi vitu vina uelewa tu, na sisi ni watu ambao tumeishi kwa kutambua. Kwa mfano mimi natambua na tatizo, kwa hiyo tunafuata taratibu ambazo ziko salama. Yaani kila kitu tunachokifanya ni kwa uangalizi mkubwa sana. Makosa yote yakitokea inaweza kuleta shida kwa upande wa mwenzangu. Mama akasema hiyo imekuwa ngumu sana kuelewa, lakini kwa mjukuu wangu ana shida, mimi namshukuru Mungu. Nataka uendelee kumlinda. Nikamwambia ndio mama. Niliona tabasamu la mama, hakutaka discussion sana, aliondoka. Lakini nataka nikwambie jambo la heri, mtoto wangu alizidi kukua. Mtoto wangu nilizidi kumpeleka clinic. Mtoto wangu alifanywa vipimo mara kwa mara
mtoto wangu ni mzima wa afya. Katika kundi pengine wanawake kadhaa ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi wamejifungua watoto wakiwa ni wazima. Mnapoenda nyumbani sasa, mnapokuwa na watoto wenu, mnaporejea tena hospitali kwa ajili ya kliniki na vipimo kwa ajili ya watoto, kuna kina mama ambao wanakuta watoto wao wana matatizo. Na sio kwamba walizaliwa na matatizo, ila kuna maisha ambayo wanaenda kuishi kule ambayo hayafuatilii zile taratibu wanazoambiwa, zinaweza zikasababisha watoto kupata matatizo. Kwa hiyo mama mwenye hekima, mama mwenye kujali atahakikisha anafuata kila anachoambiwa ili kumlinda mtoto wake. Kwa hiyo kesi hizo zipo. Mtoto alizaliwa mzima, ameenda nyumbani, akarudi akakutwa na shida. Namshukuru Mungu kwa ajili ya upendeleo huu mkubwa ambao amenipa kwenye maisha yangu. Hilo nimekuwa nikimshukuru Mungu asubuhi, mchana, jioni. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Tunu. Tunu anasema mtoto wangu alifikisha mwaka 1, ana afya na ni mzima. Na ndipo nakumbuka siku moja mama alipokuja kumchukua mjukuu wake kwa ajili ya kutoka naye waende tu sehemu, anampenda sana. Aliniambia, mimi nilitamani malezi ya baba na mama. Yaani ni wale watoto wangu na mume wangu wakiwa yuko hapa. Naona sasa mjukuu wangu anavyolelewa, muda mwingi anakuwa na mama, baba mpaka aje amsalimie. Nikatabasamu. Nikamwambia mama, hata mimi nimetamani kama ulivyotamani wewe. Lakini ndio hivyo mama. Akaniambia, nataka mfunge ndoa. Sikuamini. Yaani sikuamini kwa sababu kizuizi kilichokuwa kimesimama mbele yetu alikuwa ni mama. Yaani mama alisimama hapo, yaani kizuizi, yaani hicho kikubwa. Lakini kwa kinywa chake mama alitamka, nataka mfunge ndoa kwa ajili ya kulea mtoto na muishi maisha yenu. Nililia. Nikamkumbatia mama. Nikamwambia mama, nitaitunza ahadi yangu mpaka mwisho. Mama akaniambia, niwe hai niwe nimekufa, itunze ahadi yako mpaka mwisho. Nikamwambia, na kuahidi mama, nitawalinda. Basi yalikuwa ni maneno ya faraja sana. Amemchukua mjukuu wake moja kwa moja. Nikampigia mpenzi wangu Jonathan, nikamwambia, bebi wangu, kipenzi changu, Mungu amejibu maombi yetu. Ni nini? Nikamwambia mama, si alikuwa anakuja kumchukua mjukuu wake, ameniambia hivi. Akasema, usiniambie, mbona mimi hajaniambia? Nikamwambia, kaniambia. Maneno yamegusa moyo wangu. Na Jonathan akasema, basi kama mama moyo wake umefunguka, mimi nataka tufunge ndoa hata kesho. Kuna chochote kinaweza zuia furaha yetu? Nikamwambia, hakuna. Yaani hapa mimi niko tayari hata ndoa ya mkeka. Yaani niko tayari hata tufunge ndoa, tuko sisi na wasimamizi wetu. Naijua hiyo. Yaani nataka nilale niamke tumeshafunga ndoa, sisi tumeanza maisha yetu ya ndoa na tuwe na maisha ya furaha mpaka pale mwisho wa safari yetu ya maisha. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Tunu. Tumefika mbali sana. Kuna mtu kaniambia, Vero, hii simulizo ndio kuipeleka mpaka Ijumaa. Are you serious? Acha sipeleke mpaka Ijumaa jamani. Sipeleke mpaka Ijumaa. Sasa hapa angalia, kuna kipengele hapa cha kumalizia. Sasa basi tu nikwambie basi walioana. Sinabidi nikwambie ilivyokuwa, si ndio kipenzi changu? Sasa hatufiki Ijumaa. Ijumaa bado ni mbali sana jamani. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza katika siku njema ya leo. Na nikutakia usiku mwema. Mimi na wewe tutakutana tena kesho hapa kwenye ripoti ya leo ya EFM. Na kama umekutia katikati mkasa, unaweza ukatembelea kwenye akaunti za YouTube na akaunti yetu ya YouTube na ukafuatilia kutoka mwanzo. Tumeanza simulizi ndefu lakini na mafundisho makubwa. Unaweza ukashare pia na mtu mwingine pia akasikiliza na akajifunza pia vitu hivi ambavyo ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanaleta kwetu, nasi
tunawasilisha kwako kwa njia simulizi. Ndio. Haya, basi nikutakia usiku mwema. Mimi nawe tutaonana kesho. Asante. Nikushukuru pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu. Jamani, napata comment hapa. Tena nyingi hapa napata nyinyi, nazipata nyinyi mnanichamba. Jamani. Okay. Haya. Jamani, message naziona nyingi hapa. Kesho nitakuwa na muda mzuri wa kusoma ujumbe wako, lakini kwa sasa hivi